Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wangu mahali popote ulipo. Yesu amekuwa mwaminifu, kimbilio tegemeo. Asante tena kwa kipindi chetu cha leo kwa ajili ya kuhimizana ili ya kwamba tupate kuwa kiroho na tupate kujipa moyo katika Bwana. Kwa hivyo ninakukaribisha popote ulipo katika Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo kabla tujapata neno, hebu tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, tunakushukuru, tunakuinua kwa ajili ya siku ya leo. Tunakuabudu na tunakutukuza kwa maana wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya neno letu ambalo tunaenda kusoma siku ya leo, likapate kibali katika mioyo ya wasikilizaji. Popote walipo wapate kubarikiwa, na ni kwa Yesu Bwana wetu nimeomba. Amen. Asante. Nataka tusome neno la Mungu kutoka kitabu cha Joshua mlango wa 6 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema ya kwamba hata mara 7 makuhani walipozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapa mji huu. Ni wakati ambapo Mungu alimuita Joshua baada ya Joshua kuchukua nafasi ya Musa baada ya Musa kukufa. Na neno la Mungu linasema kwamba Mungu akaambia Joshua, ujipe moyo na uwe mwenye moyo mkuu na shujaa, kwa sababu wewe ndiwe utakayewaridhisha Israeli katika nchi niliyowaahidia babu yake Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Na tunaona kwamba baada ya Musa kufa, Joshua alichukua nafasi na akaongoza Israeli, wakavuka mto Yordani, wakaingia katika nchi ya ahadi ambayo inaitwa Kanaani. Na neno la Mungu linasema kwamba wakati ambapo walifika katika ile nchi, Mungu aliambia Joshua, ambia wazee wapige tarumbeta yao na Israeli wote wazunguke mji ambao ni wa Jeriko, mji ambao ulikuwa mkubwa sana, mji ambao ulikuwa umejengwa, umelindwa na watu ambao walikuwa wanataka katika ile nchi. Kuingia sio rahisi, lakini hata Israeli wangeweza kuingia kwa urahisi. Na ndiposa Mungu, kwa sababu alikuwa na Israeli, akamwambia Joshua, nataka mzunguke mji huu mara ya 6, na mara ya 7 mtapiga tarumbeta na mpige kelele kikubwa sana, kwa sababu nimesha wapigania mimi Mungu, na nimesha wapatia mji huu ili ya kwamba mkaingie mkarithi nchi hii ambayo tayari niliahidia babu zenu, na nimewapa nyinyi Israeli, watoto wa Abrahamu. Biblia inasema ya kwamba walipozunguka mara ya kwanza, wakazunguka mara ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, mara ya 7 walipozunguka, walizunguka wakapiga tarumbeta, kila mtu akapiga kelele kwa sababu ya ule mji kupata kuvunjika. Na tunaona kwamba kwa sababu Mungu alikuwa na Israeli, walipopiga kelele yao, wale waliopiga kelele kwa tarumbeta, wengine wakapiga kelele kwa vinywa vyao, Biblia inasema kwamba mji wote na majumba yote, chochote ambacho kilikuwa katika Jeriko kilivunjika, kikaishia chini, na neno la Mungu likatukuzwa. Pendwa msikilizaji, nataka tu kukuambia kwamba mahali popote ulipo, unawaza ukuta huu mkubwa wa magonjwa inaweza ishaje katika maisha yako? Ukuta huu mkubwa wa ukosefu unaweza ishaje katika maisha yangu? Ama matatizo haya ambayo ni kama ukuta mkubwa, boma kubwa, ama mji mkubwa wa Jeriko, utaniondokea nini? Nataka nikuambia kwamba katika jina la Yesu, wakati ambapo utazunguka, wakati ambapo utapiga kilele ukiamini, kilele cha imani kinavunja ukuta. Kilele cha imani katika Kristo Yesu kinavunja ukuta. Kwa hivyo mahali popote, uwe hospitali, uwe nyumbani, uwe mahali pa kazi, kuna jambo ama tatizo ambalo unaona kwamba huu ni ukuta mkubwa, mji huu ni mji mkubwa sana, ninaweza fanyaje nipite ndani nipate upenyo? Nataka nikwambie kwamba piga kelele kwa hayo magonjwa, piga kelele kubwa katika jina la Yesu. Na kelele hiki usite tu katika mwili, ita katika imani. Piga kelele chako katika imani, muite Yesu ukitumia jina la Kristo, maana ndiyo nguzo yetu. Na jina la Bwana tunapoliita
tunaona miujiza, tunaona maajabu. Biblia inasema kwamba jina la Bwana Yesu ni ngome imara, mwenye haki anapoliita anakuwa salama. Kwa hivyo you are wondering what to do, haujui ni kitu gani ambacho unaweza kufanya. Umewaza na kuwazua ni nini ambayo unaweza kufanya, yani you are stranded, you don't know whom to run to, you don't know whom to go to. We have the living God, this name Jesus. Unapoliita, unapopiga kelele ya kwamba Bwana ninakuita, ya kwamba Mungu usiniwache, ya kwamba Mungu nikaribie, ya kwamba Bwana nisogelee katika hali hii, Bwana nipiganie katika magonjwa haya, Bwana nipiganie katika udhaifu huu, Yesu nipiganie katika shida hizi. Mungu wetu ni mwaminifu. Kuta za magonjwa zinavunjika sasa, kuta za madeni zinavunjika, kuta za shida zinavunjika, kuta za watu kukutenga na kukusema usiku na mchana zinavunjika, kuta ambazo ni za udhaifu katika maisha yako zinavunjika, ukuta wa kusema kwamba nitafanya kitu na hujawahi kufanya zinavunjika, maana ni pingamizi tu, maana ni roadblock tu. Kuta za delay zinavunjika, kuta za stagnation zinavunjika ukipiga kilele na kumuita Mungu aliye mwema mahali ulipo. Kwa hivyo nataka uchukue imani, kwa sababu Bwana anakujua na anakutambua. Na ukipiga kilele cha imani, ukipiga kelele kwa Kristo, ukipiga kelele ukitumia jina la Yesu, ukiita damu ya Kristo, ukimuita huyu Mungu aliyedhihirika kwa Joshua na Israeli, walipopiga kelele ukuta wa Jeriko ukavunjika, wakapata upenyo wa kuingia katika promised land na kurithi nchi. Hata nawe mahali ulipo ukimwamini Yesu utaingia ndani na kurithi nchi, maana Mungu wetu ni mkuu na Mungu wetu anaweza yote. Ningependa funike macho mahali ulipo. Maybe wewe umenisikiza mahali ulipo na hujaokoka. Ningependa umpokee Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hivyo rudia haya maneno nyuma yangu kama hujaokoka. Sema, Bwana Yesu, ninakuamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakutumainia sasa hivi. Nisamehe dhambi zangu. Mahali ambapo nimetenda dhambi mwenyewe, Yesu nisamehe. Futa jina langu katika vitabu vya mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Unijaze nguvu za Roho Mtakatifu, aniongoze, anitawale. Asante Yesu, nimeokoka. Asante. Kwa hivyo asante, sasa umeokoka. Tafuta kanisa ambalo Yesu anahubiriwa. Tafuta kanisa, omba Mungu akuelekeze kwa kanisa ambalo Kristo anahubiriwa, kanisa ambalo utatunzwa imani, kanisa ambalo utakuwa nurtured, ili ya kwamba ukomae na ukue kiroho tunapoendelea kumngojea Yesu arudi tena, naye pia akipiga tarumbeta ya kutualika kwake katika mawingu na kwenda paradiso. Kwa hivyo chukua imani ni kuombea. Kama uko sehemu za Ngemi, Uthiru na hauna mahali ambapo naenda kwa kanisa, tunakualika kwa kanisa letu pale Kangemi, linaitwa Cornerstone Pentecostal Ministry. You are highly welcome. Na Mungu akubariki mahali ambapo upo, na amani ya Kristo ikae pamoja nao. Kwa hivyo tufunike macho nikakuombea. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, tunakushukuru kwa maana wewe ni mwema. Asante Baba, umetuambia kwamba Joshua alipopiga kilele, alipozunguka ule mji ambao ulikuwa mji mkubwa sana, mji ambayo kwa macho haukuonekana kwamba unaweza anguka na Israeli waingie wakamiliki sehemu yao, lakini kwa sauti yao na kwa neno la Mungu na kwa imani na kwa jina la Mungu aliye hai, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, walishinda na mara 7 wakapiga kilele kikubwa, na Mungu akawashindia, wakaingia katika nchi yao wakarithi. Leo mahali ambapo upo, amini ya kwamba Yesu anaweza. Pokea nchi yako, pokea kazi yako, pokea uponyaji wako, pokea furaha yako, pokea uzima wako, pokea baraka zako katika jina la Yesu. Unapopiga kilele ya maombi, unapopiga kilele ya imani, unapopiga kilele ya kusoma neno la Mungu na kumwamini ya kwamba anaweza, Yesu akuwezeshe, Yesu akuinue. Gonjwa mahali walipo, Bwana wapiganie mpone. Wale ambao wamefungwa, wamenaswa na minyororo ya shetani, funguliwa katika jina la Yesu. Wale wengine ambao mnalia, mnataka Mungu awape watoto, pokeeni watoto katika tumbo zenu kwa jina la Yesu.
Wala ambao mnalia promotion mahali pa kazi, kwa jina la Yesu pokea promotion yako. Wala ambao mnalia shida mbalimbali, wengine mmetengwa hata na jamii zenu, unakata maisha ya upweke, Mungu akukumbuke, akupe nguvu na akupe uzima. Asante, amani ya Yesu ikae pamoja nawe, na wewe ubarikiwe na uinuliwe. Asante Mungu wetu kusikia sala hili na maombi haya, na ni kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Barikiwa sana na amani ya Bwana ikae pamoja nawe. Amen.